wallahi nasiha, tujitahidi qiyamul layl, tusiwe katika wale walioghafilika. Maisha ni mafupi mno, mafupi mno. Kuna baadhi ya watu usiku wa jana ndio ulikuwa usiku wa mwanzo kaburini. Usiku wa jana ndio usiku wa mwanzo kaburini, na walikuwa na siha na afya, na walikuwa na mipango labda mingi kuliko wewe, na walikuwa na malengo makubwa katika maisha yao kuliko wewe, na walidhania kuwa watahudhuria mengi ya watoto wao, lakini umauti umewatangulia kabla kuyafikia haya. Na sisi kadhalika, iko siku mimi sitakuwepo hapa, watu watasema tukumba fulani alikuwa fajr tukistafidi kwa kina kadha, sitakuwepo. Na wewe kadhalika, iko siku utaondoka katika ulimwengu. Nini kitakachokusaidia? Watu wako karibu, wao ndio watakayokutoa nyumbani kwako mapema, na wataulizwa na majirani na ndugu, tunazika saa ngapi? Mipango kuzika ikoje? Wao ndio wa kwanza watakaopewa nafasi ya kutia mchanga juu yako, na watakuacha. Watoto, ndugu, wote watakuacha. Ma anta illa wahdaka ya akhi, au utakuwa ndani ya kaburi isipokuwa peke yako. Mtafute rafiki mwema atakayekusaidia katika kaburi na kuliwaza siku ambapo kila kitu kitaondoka. Rafiki mwema ni amali yako, yunisuk, atakayekuliwaza katika kaburi. Na hii tunanasihiana ikhwa, kwa sababu mengi tumeshashuhudia mbele ya macho yetu, jinsi ya watu wanapoondoka. Wengine ni umri wao mdogo kuliko sisi, wengine wakubwa zetu, wengine tuko kwenye rika moja, na wameshatangulia mbele ya haki, na watu wamewasahau. Wake zao wameolewa, mali zao zimeshagawana, kila mtu kachukua haki yake. Usiwe katika watu walioghafilika. Ikiwa umeharibu katika ujana, tengeneza katika wakati uliobakia, ili upate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala.